Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 20, tusome pamoja 2 Chronicles chapter 20 verse 17 and 18, alafu nitasoma Jude, kitabu cha Yuda mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. So let's read together in the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 17 up to 18 or 19 down there, and then we will cross over to Jude chapter. It's one chapter, so we'll be reading verse 1 to 3 of the book of Jude. Biblia inasema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango ule wa 7 mstari wa mlango wa 20 mstari wa 17, maandiko yanasema, you shall not need to fight this battle. You shall not need to fight in this battle. Able to say, you shall not need to fight in this battle. You shall not need to fight in this battle. Nani Biblia yake inasema in this battle kama mimi? Very good. The salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, do not be dismayed, nor tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Verse 18, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the children of Kohathites and the children of Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. Let's go down to the book of Jude. Jude ni mojawapo ya vitabu ambavyo Wakristo wengi hawajawahi soma, maana hawajazoelea. Watu wanapenda kusoma Zaburi, maana mtu anafunga macho, anafungua, inafunguka Zaburi. Most of you have read most of the Psalms, but you have not read the book of Jude and Zephaniah. Nani amewahi soma Zephaniah? I am true. So only one member of mine has read Zephaniah. How many have read Jude? At least I have 4. Imagine. And you have been in church for how long? The years you've been in church are enough for you to read a chapter every day. You must have read the whole Bible by now. Kama umekuwa kwa kanisa 3 years, unafaa kuwa umesoma Biblia yote. A chapter per day. Utakuwa umemaliza the whole Bible. Anyway, si makosa yenu, lakini kabla twende mbinguni hakikisha umesoma Bible. Unaweza kuwa na kitu yako mbinguni ambao haujui. Utakapofika huko Mungu akuonyeshe ulikuwa nayo duniani huku utafuta. Alafu utaenda huko wazi kusema, Bwana, wengine walitembea na limousine na mimi nilitembea kwa miguu. Mungu alisema nilipeana kitabu, ilikuwa kwa Bible and you never read. So, let's be reading the Bible and taking up the promises of God. Amen. 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 There are many things for us God has already given. God has already given. We only need to go out and pick them up. All right. The Biblia inasema katika Jude verse 1 to 3. Jude, the servant of Jesus Christ and the brother of James, to them that are sanctified by the Lord God our Father, and preserved in Jesus, and called, unto you be peace and mercy and love in multiplication. Beloved, when I gave diligence to write to you the commons of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Amen. Hilo ndio neno la Bwana. Nataka tushiriki neno la Mungu pamoja, na nitakuwa nawahimiza kuhusu wewe uliyeteuliwa kupigana. Ambia jirani yako, mimi niliyeteuliwa kupigana. Mimi niliyeteuliwa kupigana. Ni wewe uliyeteuliwa, ni wewe uliyechaguliwa kupigana vita hivi. Hakuna mwingine. Kama Mungu angelitaka usione corona, ungezaliwa 1940 ufe 1990. Wale ambao Mungu hakutaka wapigane vita hivyo walishakwenda.
walishapumzika. But ni wewe ambaye Mungu alichagua upigane vita hivi. Kama ndugu amekusumbua mume wako, usiniambie sijui Mungu alinionyaje. Ni wewe ulichaguliwa umenyane na pepo zote zinazomzunguka hadi uzishinde, alafu umiliki ndoa yako. Kama Mungu hangekupangia upigane, angepatiana huyo mume kwa yule Jessica mlisoma na yeye, na baada alikuwa anapendeza kama wewe. Kama Mungu asingetaka wewe upigane vita katika kampuni hiyo ambayo unafanya kazi, Mungu asingekuweka hapo. There are many other people who are interested in the post you hold, lakini hawakupata. Mungu alikuteua wewe uweze kupigana vita hivyo. And I wish Wakristo wangejua ya kwamba ni wao wanafaa kupigana, na wasiposimama pembeni kupigana, hakuna mwingine atakayepigana, na ushindi tunaotarajia hatutauona, maana hakuna ushindi unaopatikana pasipo kumenyana. Every victory is earned through a battle, a contention. You must contend and win. If you do not know how to contend, you might never ever know how to handle success and victory. Amen. Kwa hivyo lazima ujue kubishana na kupigana na kuchukua msimamo, ndio utaweza kushikilia baraka na kuenjoy baraka. Watu wanaokuna baraka bila kujua kuzipigania watakufa maskini, watakwenda bila kitu, wataaibika mwishowe, maana watakula na baada ya kula hawataweza pata kingine kipya, maana hawajui kupigania. Mimi nataka kuambia mtu, watu wanaojua kupigania vitu ndio wanapata vitu. Watu wanaojua kusimama na kutafuta their space na kubishana take up their space wanaweza kosa kujua. That is why Mungu anataka tujifunze kumenyana katika battle iliyowekwa mbele zetu, ili tuweze kujua jinsi ya kufurahia matunda. Nimesoma kitabu cha Mhubiri, nikapata neno la Mungu linafundisha ya kwamba imepewa mwanadamu, hallelujah, it has been given man but to work and to enjoy the fruit of their labor. Kwa hivyo ni vema kula matunda ya bidii yako, lakini jua pia kutia bidii. Mtu wa Mungu inua mkono, sema amen. Kwa hivyo hakuna vile tungeweza kushinda kama hatujui kumenyana. Hakuna jinsi ya kuchukua baraka zako, maana haziko bure, zimekaliwa. Those people who enjoy minerals must know how to contend against the ground, dig up the ground until they get the minerals they want. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukienda kule kwetu, utaenda kule nyuma, upite pale Vialo, uteremke pale kona, ushuke, upate mahali watu wanachimba dhahabu. Ukiuliza Sister Eunice atakwambia, wanachimba, wanaenda chini, wanaanza kwenda wakifuata dhahabu. Wengine wamefunikwa na bado watu hawakati tamaa. Ukienda Rostama, wale watoka Kakamega, wanajua kuna chimbwa dhahabu. Unashuka, unaanza kwenda. Unaingia hadi kwa shamba la jirani, anaishi juu na wewe uko chini, unakula madini. Huwezi kula madini kama hujui kushuka chini, ushinde uoga, ushinde giza, ushinde vikwazo, ushinde kutetemeka hadi uingie. Watu wakwambia utafunikwa na mchanga na wewe udharau kufunikwa. Upite ndani hadi ufikie dhahabu uichimbe. Wale wanaochimba, wale wanaolima hawajui. Biblia inasema ya kwamba inapeanwa tu ushindi kwa wale wanaofanyia kazi ushindi. Ukisoma katika Biblia kitabu cha Timotheo wa kwanza, ningependa kukuonyesha jambo katika Timotheo wa kwanza. Maandiko yanasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, sio wa kwanza. Kitabu cha Timotheo wa pili. Maandiko yanasema katika kitabu cha Timotheo wa pili, ningependa kukuonyesha mstari mzuri ambao mimi napenda sana, alafu niendelee kuendelea kulisema neno la Mungu. Biblia inasema katika Timotheo wa pili,
Biblia inasema hivi katika Timotheo wa pili. Ukisoma chapter 2 of the book of Timothy, 2 Timothy chapter 2, ningependa tusome pamoja. Biblia inasema hivi katika Timotheo wa pili, kuanzia mlango wa pili. Timotheo wa pili mlango wa pili. Biblia inasema katika mstari wa 4, no man that worrieth entangles himself in civilian affairs. In fact, tuanzie verse 3. Therefore endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No man worrieth entangles himself in affairs of this life, that he may please him who has chosen him to be a soldier. And if a man strives for masteries, yet he is not crowned, except he strives according to the law. The husbandman that laboureth must be the first partaker of the fruit. Consider what I say, and the Lord will give you understanding in all things. The Bible says, Mkristo amefananishwa na nidhamu tatu za maisha. Nidhamu ya kwanza ni nidhamu ya mwanajeshi. Inasemekana hakuna mwanajeshi anayekwenda vitani anayeng'ang'ana na mambo ya kawaida. Uking'ang'ana na mambo ya kawaida yatakupata. Utauawa katika vita. And so a soldier denies himself. A soldier is disciplined. And though a soldier gives himself wholly to the war and to the battle and to the army, so that he pleases his commanding officer. The discipline of a soldier is like the discipline of a Christian. And there is no soldier that brings back victory unless they go warring. Bwana asifiwe sana. The Bible also says we are like contenders in a race. Kama wakimbiaji. Biblia inasema mkimbiaji hawezi pata taji ya ushindi isipokuwa amekimbia kulingana na sheria. Akikatakata laini na kukimbia huku na kule atakosa tuzo la mshindi. Lazima abishane, ashinde wengine. Amen. Lazima akimbie ashinde wengine. Akishashinda wengine atapata tuzo. Asipokimbia hawezi pata tuzo. Huwezi keti nyumbani ukashinda unless wewe ni mke wa mkimbiaji. Kama mke wa dereva, ama mke wa Kiptarwe, ama mke wa Kipruto, ama mke wa Singoe. Singoe akishashinda, mke wake anapata medali nyumbani, lakini lazima awe tayari kuamka mapema, apikie Singoe uji akienda kukimbia. She will not enjoy the crown of an athlete until she has warred together with the athlete. The Bible says it is a farmer who farms that is legible to receive a harvest of their labor. Akifanya kazi shambani, basi atapokea mavuno na atakuwa wa kwanza kuyakulia mavuno ya kazi yake ya shambani. Kumbe hakuna watu na katika Mungu hakuna vitu tunavyovipata bure tusipoviendea. Amen. Hivyo ndivyo ilivyo. Na kama Mungu hajakuandaa kwa ajili ya muujiza, hawezi kupatia taabu zinazohitaji muujiza. Yeah. If you are not set for a miracle, you might never get into a need for a miracle. It is the people who get into needs that get the miracle. They celebrate the miracle. It is until you lack, then you will celebrate God who provides. And you are still faithful in your lack of money. So mtu aidwe mkono aseme amen. And so katika ulimwengu tunaokaa, Mungu anataka tufurahie matunda ya ushindi. Lakini hakuna anayepata matunda ya ushindi isipokuwa amepigana vita vinavyoleta matunda. Mungu hawezi kukupatia ushuhuda kama hajakupatia jaribio linalozalisha ushuhuda. Lazima upitie jaribu linalozalisha ushuhuda. Otherwise, kama hujapitia majaribu, mwisho wako utakuwa aibu. Kama unakulia matunda ya vitu hujashughulikia. Hebu punga mkono wako. Ambia jirani yako hata kama yuko mbali, kama unakula vitu hujatolea jasho, kuna siku utalipia. Kuna siku utalipia. Kama unakula vitu vya bure, wakati wana wa Israeli walipita katika jangwa, Mungu aliwapa maana hawana shamba. Alipowapa shamba, walifaa kufanya kazi shambani ili wale matunda. Biblia inasema immediately they crossed over river Jordan into the promised land,
manna stopped flowing and there was no more water from the rock. They were supposed to labor. They were supposed to work for what they would enjoy. Na hapa nazungumzia kanisa la Bwana. Majira ndio haya na nyakati ndio hizi, na hatuna lingine la kufanya kama umejipata katika vita na katika ugumu wa aina yoyote. Hakuna mwingine bora angepitia hali hiyo. Mungu alikuandaa wewe kupitia hali hiyo, ndipo ufurahie matunda ya ushindi kinyume cha tatizo unalokumbana nalo. Wana wa Israeli walifaa kufurahia ushindi. Katika 2 Chronicles where we read, Biblia inasema watu wa mlima Seir na watu wa Amoni na watu wa Moab, na nilikuwa nimeshawafundisha mbeleni what is Moab and what is Ammon to the people of God. Tuligundua ya kwamba Moab na Ammon ni wale wazaliwa wa Lutu ambao Lutu aliwazaa baada ya kufanya usinifu pamoja na binti zake. Kwa hivyo every time you talk about Moab and every time you talk about Ammon, you are talking about the curse of incest. Ni laana ya baba kulala na wanawe. Na Biblia inasema hawa Moabu na watu wa Amoni ndio walisimama kinyume cha Israeli wakati ambapo Israeli walikuwa naenda kuchukua nchi ya ahadi. Hawakuruhusu Israeli wapite katikati ya nchi yao wakienda kuchukua nchi ya ahadi. The people of Moab actually fought against Israel when they were going to take up the land that God had given them. Imagine hawa watu walibaki kikwaso. Kwa nini walipigana na Israel? Maana hawakutaka Israel wapokee ahadi ya uzima na shamba ambalo Mungu alimwahidi Abraham na uzao wake. And so they were contending against Israel so that Israel does not inherit the promise of God. Na hata baada ya Israel kupigana na kuwashinda, wakaenda mbele, wakaichukua nchi ya ahadi, miaka mingi ikapita. Biblia inasema the Moabites and the Ammonites never gave up. They came again to fight them so that they would displace them from the land. Mkono sema ahadi za Mungu ni zangu. Sema nitazipokea. Sema ninazipokea. Na ni zangu. Lakini nataka kukuambia hata unapotembea katika safari ya kuziendea ahadi za Bwana, katika safari hiyo wa Moabu na wa Amoni watakutokea. Watabishana na azma yako ya kufikia malengo ya makusudi ya Mungu. So when you talk about Ammon and Moab, you are talking about the fruit of incest. It is actually the work of the flesh. Sema work of the flesh. Work of the flesh. Kazi ya mwili ndio inabishana na hatua yako ya kufikia malengo. Ndio sababu unasikia hii ndoa imeharibika kwa sababu ya mpango wa kando. Hiyo mpango wa kando ni kazi ya mwili kuharibu ndoa isifikie ahadi. Kazi ya mwili ni uzembe. Uzembe na kulala. Usingizi mingi na ufifu ndio inaweza fanya usifikie malengo yako ya fanaka. And there are people who have great promises given them, but laziness will stop them from getting there. Laziness. Mtu asiyejua kurauka, mtu asiyejua kutia bidii, mtu asiyejua kusisitizia kitu anachotaka. Ukitaka ukikuzuia kidogo, niliwacha. Nili give up, una give up nani? Unaachia nani? Una give up nani achukue? Una give up nani akusaidie? Hebu funga mkono wako, sema nakataa ku give up. Because giving up is the work of the flesh. It is an Ammonite, it is an Ammonite, it is a Moabite that is standing against your journey to the promises that God gave you. That's why you have all these deviating forces pulling you aside. Wakati unataka kuelekea mbele, unapata unavutwa. Kazi ya Waamoni ni kama mke wa jamaa anaitwa jina lake Ayub. Ayub alikuwa amekusudia maishani kumpendeza Mungu, lakini mke wake alikuwa sauti ya Amoni. Anamwambia laani Mungu ufe, maana una matatizo ya kutosha. Nani amewahi kukuambia hilo? Wachana na hiyo kazi, afadhali uende utembee kwa barabara. Wachana na hiyo ndoa, afadhali uwe bila bwana kuliko kuwa na kimzee mkebe.
kama hiki ambacho uko nacho. How many voices have ever spoken to you? You would rather be alone. He wants to send you into the cold when you are already in your own abode. This is our journey to the promises of God. And I want to encourage somebody this morning. Natangaza kwa jina la Yesu, tunazuia Waamoni. Hatupigani leo tu, tutapigana na wao kesho, tutapigana na wao kesho kutwa. Hatukubali kufa moyo, hatukubali kukata tamaa, hatukubali kurudi nyuma. Tutaendelea kusukuma hadi tufikie malengo na makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Na leo mimi nimekuja kutia mtu moyo. Leo tunasimama kinyume cha Waamoni. Ammonites were against Israel. Not once, not twice. And I want to tell you, it is not once, it is not twice. You will face challenges. You might be facing one after another. And every level has its own challenges. Wewe ambaye una bibi, hujaolewa, unalia upate mke. Unabishana na hiyo. Unang'ang'ana. Kuna mateso ya singles. Kuna mateso ya singles. Those who are not married, if you ask them, they will tell you. Mahali tunalala hivi ndio tunawaza. Na pia kuna mateso ya wale wamezaa mtoto wa kwanza. Patia jirani yako sauti, mwambie wewe jirani. Kuna changamoto ya mzaliwa wa kwanza. Yule ambaye analia hana mtoto, akipata wa kwanza ana changamoto zake. Katakapokataa kulala usiku ni wewe utaketi. Utasema kwa nini? Asubuhi anapiga kelele. Changamoto sasa za kuwa mama mkwe. Pia kuna changamoto zake. And I want to tell you, you will not face Moabites and Ammonites once. They will come today, they might also come tomorrow. And every time they come back on a given level. You must be well set for the battle. And I want to tell you, there is no one else set for the battle but you. You know, mkono wako sema I want to fight it. I'm going to fight it in Jesus' name. That is it. If you don't fight it, nobody else is going to fight the battle for you. If you don't go for the money, nobody else will go for the money for you. Yes, that is true. If you don't get out and work for the miracle you want, you might not get it. You might be prayed for. We will lay hands on you. We will lay our legs on you. We will pray a whole night. But until you get out of your cocoon, you get out of the foolishness of our tribe, and get out and begin to stand out like a servant of God, it is possible. There are things you might never enjoy. Yes. Kuna vitu lazima utoke, alafu utaenjoy. Lakini kuna vingine hutawahi enjoy, ni vyako, lakini utakuwa unavionea kwa jirani. Unatamania huko. Utakuwa unamwambia nitengenezee yako ice cream kwa fridge yako. Lakini pia wewe unaweza kuwa na fridge ukitaka. Patia jirani yako neno, mwambie unaweza. Yes. Unaweza. Hakuna mtu asiyeweza. Kila mtu amepewa potential. Lakini kitu ambacho nataka kukutangazia ni kwamba kila mmoja ana kiwango cha vita ambavyo lazima apigane ashinde. Maandiko yanasema Israel walifaa kushinda wa Moabu, washinde wa Amoni, washinde watu wa mlima Seir, ili waweze kuenjoy inheritance ambayo Mungu alikuwa amewapa. They are supposed to enjoy, but there is no enjoyment before you labor. There is no celebration before you battle. And I want to pray in the name of Jesus. Do not muscle your teeth for enjoying the blessing. Muscle your muscles for fighting for the blessing. Yes. Mimi nimeambia roho yangu, kama Mungu angetaka nione corona, angenisaidia nizaliwe 1909. Ikifika 1970 nimekufa. Mungu aliyefanya nizaliwe, corona imekuja when I am in my prime. I want to enjoy life. I want to go to the beach and lie on the beach. That is when corona has come. Wakati sasa labda nataka kuanza kupata tupesa kidogo, nitembee niambie mke kaa hapa, nimweke nyuma ya cabin, niteremke naye to swim. Hiyo ndio wakati tunaambiwa corona has come. But God knew that it would come while I am in these days. There's no better person to fight the battle of the season than me. And I want to tell you, there's no better person to fight the season and the battle of the season than you.
wewe ndio unafaa kusimama pengoni. Wewe ndio unafaa kupigana vita hivi. Wewe ambao ulikuwa tu university, unatarajia graduation ukatafute kazi, umesogezwa nyuma 1 year. Unasema wewe, kama Mungu angetaka ungezaliwa 1940, ungekuwa university 1960. Lakini ona, huko university 2020 wakati corona imeingia. Some of you will need to go back to class. If you are used to kissing anyhow, this time around there is no kissing my buddies. No. You have to put on your mask as you go to class. That is how God wants you to manage it. Imagine, I'm looking at it and saying, it looks queer, but you are never misplaced. You are well placed for the season. Nami natangaza kwa jina la Yesu, hakuna mwingine ataenjoy ushindi. Ni mimi na wewe tutafurahia ushindi wa Bwana. Ni mimi na wewe tutamwona Mungu anayeinua. Ni mimi na wewe tutamwona Mungu anayekomboa. Ni mimi na wewe tutamwona Mungu anayefungua milango. Ushindi ni wetu, na fanaka ni yetu, na baraka ni yetu. Kama Bwana yu upande wetu, hakuna yule atakayesimama kinyume chetu. We are the people ambaye Bwana amekusudia tusimame katika majira haya. Yes. Now the Bible says, Mungu alimwambia Jehoshaphat, usiogope. Usiogope. Jehoshaphat aliamua kwenda kuomba. Akaomba na kisha Mungu akamzungumzia. Mungu akamwambia Yehoshafati, pamoja na Yerusalemu yote, pamoja na jamii yote ya Yuda, msiogope wala msihofu, maana katika vita hivi hamustahili kupigana, na hamtapigana katika vita hivi. Hallelujah. Now, this was not the only battle that Israel had fought. There are many other battles that Israel had fought. Vita mingi walikuwa wamepigana. Kuna zile Mungu aliwaambia tupa mkuki. Kuna zile Mungu aliambia Daudi, chukua jiwe, weka kwenye kombeo. This is how you are going to fight it. Take the stone into your kombeo, zungusha the stone and throw it, and your enemy will be down. Kuna zingine waliambiwa, amkeni mapema, wachinjeni maadui zenu. But in this battle, Mungu anawaambia, katika vita hivi hamtastahili kupigana. Kuna kitu mtafanya. Unaposikia Biblia ikisema hamtapigana kwenye vita hivi, ilikuwa inamaanisha hapata kuwa na exchange ya blows. Hapata kuwa na exchange ya silaha kwenye vita hivyo. They will not be physically engaged in pulling down the enemies. Kuna vile wanaenda ku-approach hii battle ambayo imekuja mbele zao. Kuna vita mingi wamepigana. Kuna zile wamepigana kwa upanga, kuna zile wamepigana kwa rungu, kuna zile wamepigana kwa mkuki. Lakini katika vita hivi, mtumishi wa Mungu anaambiwa, wewe Yehoshafati pamoja na Juda na Israeli nzima, katika vita hivi hamtahitaji kupigana. Kuna kitu mtafanya kwenye vita hivi. In this battle, there is a way you're going to approach it. In this battle. In this battle, don't throw a stone. In this battle, don't throw a blow. In this battle, don't throw a sword. In this battle, don't throw an arrow. In this battle, there is a manner you're going to fight it. Kuna vile mtapigana. Hamtahitaji kupigana kwenye vita hivi. Mungu alikuwa anawaambia, kwenye vita hivi hamtahitaji kupigana. Kuna kitu mtafanya. Na aliwaambia mambo matatu. La kwanza, chukueni nafasi zenu. Chukueni nafasi zenu. Nami naambia kanisa, katika vita vya imani tunashinda tukijua nafasi yetu. Hallelujah. Tunashinda tukifahamu nafasi yetu. Watu wengi wasiojua nafasi yao watashindwa katika vita, maana hawajui watakaposimamia. Lakini kwenye mwendo huu na kwenye vita hivi tunavyopigana, silaha ya kushinda ni kuchukua nafasi yako. Chukua nafasi yako. Take your positions. Position yourselves well. And I want to tell you, position yetu kama Wakristo ni position gani? Hadithi ndani yako kusimama upande wa Mungu.
kusimama upande wa Mungu. Ambia jirani yako kusimama katika utakatifu. Kusimama katika utakatifu. Ambia jirani yako kuwasiliana na Mungu mahali pa maombi. Hiyo ndio nafasi yetu. Hiyo ndio sehemu yetu. Ukienda kwingine kwenye vita hivi itakuwa ngumu kufaulu. Vita vyetu sisi wa Kristo tunavipigana tukisimama upande wa Mungu. Tunavipigana tukisimama mahali pa maombi. Tunavipigana tukisimama upande wa utakatifu. Take your positions. And then don't just take your positions. You stand still. Simameni imara. Msibadilishe misimamo. Msiwe watu wa 200. Ukitaka kushinda uwe mtu wa msimamo. Mtu afungue kitabu cha Yakobo. Yakobo mlango wa 1 mstari wa 6. Yakobo mlango wa 1 mstari wa 6. Mtu asome Yakobo mlango wa 1 mstari wa 6 na wa 7. Tuone kile Mungu anatufundisha. James chapter 1 verse 6 and verse 7. James 1, 6 and 10, my Bible says, but when you ask, you must believe and not doubt. Yes. Because the one who doubts is like a wave of the sea. It's like a wave of the sea. Blown and tossed by the wind. Blown and tossed by the wind. Number 7, that person should not expect to receive anything from the Lord. That person should not expect to receive anything from the Lord. If they are double-minded, verse 8, they are double-minded and unstable in everything they do. Such a person is double-minded. Double-minded. Unstable in all they do. And unstable in all they do. Hawana msimamo. They don't take a position and hold on to it. Katika mambo ya ufalme na katika vita hivi, vita vya imani vinataka watu wachukue msimamo upande wa Mungu na waushikilie. Na watu wa Mungu wasiposhikilia msimamo upande wa Mungu, ni rahisi sana kupoteza vita hivi. You must always seek to please God. That must be your position. Kumpendeza Mungu katika hatua zako zote. Kumhusisha Mungu katika hatua zako zote. Kufanya Mungu awe wa kwanza katika mambo yote unayofanya. Ukitaka kuoa, fanya Mungu awe wa sehemu ya kwanza katika mipangilio yako ya ndoa. Unapozaa watoto, hakikisha watoto wako umewapeana kwa Mungu na unawalea katika maadili ya Bwana. Unapochumbiana, chumbiana katika Bwana. Biblia inasema yote myafanyayo yafanyeni katika jina la Bwana. Katika jina la Bwana. Yohana 15 inasema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu. Hivyo mtazalisha matunda zaidi. Nataka kuzungumzia kanisa la Bwana. Niambie watu wa Mungu, kumbe siri ya kufanikiwa katika hatua zetu, tunaposimama na kupingana na nguvu za giza, tunafaa kusimama kinyume cha vuguvugu ya kiroho na kubadilisha mambo usiku na mchana. Leo wewe ni moto, kesho wewe ni baridi. Leo unazungumza lugha, kesho unatukanana. Leo umeokoka, kesho umepotea. Unategemea mood kuendelea kuwa Mkristo. Hapana, ambia mimi si kujisikia tu. Kufanya kazi ya Bwana hatufanyangi kwa kujisikia. Uza jirani yako, we don't need your moods. You must never, ambia jirani yako, never feel like serving the Lord. If you serve him by feeling like, that means when you will not feel like serving him, you will do your own things. Peleka mbali hiyo utoto. Mambo ya Mungu yanataka ujitolee na usimame hapo. Tukuimbie nyimbo, uendelee kutumika. Tuseme wewe ni pumbavu, uendelee kutumika. Tukose kusema asante, uendelee kutumika. Tukukatae, uendelee kutumika. Twende mbali na wewe, uendelee kutumika. Maana sio hisia, bali ni uamuzi. Nami nazungumzia watu wa Mungu na waambia kumbe kumfuata Bwana unafaa kuwa msimamo. Ammonites come to displace you. The desires of the flesh come to displace you. Tamaa za mwili zinakuja kukuondoa kwa position. But ombi langu ni kwamba utasimama kinyume na kuzipinga ili uendelee kusimama mahali pako. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Usitupe ngumi, chukua msimamo. Na mimi nataka kukuambia usijibu watu, chukua msimamo.
Inua mkono wako, sema haleluya. Usijitetee, wewe endelea kusimama katika Bwana. Usijiseme ati nitawacha maana umeongea. Endelea kusimama katika Bwana, maana huduma na vita vya kiroho vinahitaji watu wanaofahamu sehemu yao na wanaisimamia inavyopasa. Take your positions. Stand still. Stand still and you shall see the deliverance of the Lord. Amen. Now, my question is, Israel walikuwa wanapigania nini? Kwa nini walikuwa wanafaa kupigana? Number two things I want to mention to you. Israel were fighting against the Moabites. One, because they wanted to get to the promise. Ndio sababu Waisraeli walipingwa jangwani na Waamoni. Wakawazuia jangwani, lakini Israel walipush through. Walipush through maana walitaka kufikia ahadi ya Bwana. Na mimi nataka kumtia mtu moyo. Sisi hatuombi tu kwa sababu nyingine. Tunataka tuombe ili tufikie ahadi ya Bwana. Sisi hatuliweki neno bure. Tunataka tuliweke neno hadi tufikie ahadi ya Bwana. Ahadi ya Bwana ndio hii. Deuteronomy chapter 28 verse 1 inasema, ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutii na kutenda yote nayo kuagiza leo, hapo ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zitakujia na kukushinda. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa unapotoka, utabarikiwa unapoingia, utabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga, utabarikiwa maongeo yako ya mifugo na wana wa kondoo zako, utabarikiwa utokapo, utabarikiwa ingiapo. Lolote wekalo mkono wako kufanya litafanikiwa. Adui zako wakujiao kwa njia moja watatawanywa kwa njia saba, maana Bwana ameiweka ahadi aliyokuwekea wewe. So we are not leaving the word of God. Mwimbaji alisema, sitaliacha neno la Bwana, sitayaacha maagizo ya Bwana. Nitamtii Mungu usiku na mchana, maana hiyo ndio njia ya pekee ya kufikia ahadi za Mungu. If you keep the word, your future is secure. If you keep the word, your tomorrow is better. If you keep the word, you will get where God promised you will get. If you keep the word, you will receive the promises of the Lord. That is how we get the promise, by keeping the word of God. By keeping the word of God. The statutes of the Lord. The statutes of the Lord. In your own time, read Psalm number 116. The statutes of the Lord. The laws of the Lord. The word of the Lord. Ukisoma hapo utasikia kile Mungu anasema kuhusu neno la Mungu. Linaburudisha, linajenga, linaimarisha. Wana wa Israeli walikuwa wanapigana kinyume cha Waamoni ili wasifikie ahadi za Bwana. Sababu ya pili iliyofanya wapigane, walipigana mara ya pili kinyume cha Waamoni kwa sababu walitaka kuhifadhi. Number one, they fought to get the promises. And number two, they were fighting to preserve the promises of God. Mtu wa Mungu, sijui nitasema aje ndio izame katika mawazo yako, lakini mimi sitaki kupata muujiza wa kuniacha mataani kesho. Mimi sitaki muujiza wa kusherehekea siku mbili alafu siku ya tatu huna muujiza. Sema nakataa. Muujiza ya siku mbili nakataa. Muujiza ya siku tatu nakataa. Muujiza ya wiki moja nakataa. I want to be blessed and remain blessed. Nataka nikibarikiwa nibaki mbarikiwa. Nataka mtu akija after 20 years anipate nikiwa better, hapana nikiwa worse. Ni kweli. Ni kweli. Ni kweli. Inafaa tukikupata baada ya siku nyingi tupate umeimprove. The other day tulikuwa on Thursday nilikuwa Vihiga. Nilikuwa nimeenda kwa matanga ya my best man ile alinisimamilia harusi. Mamake alikuwa amekufa. And we met people who graduated together. Mimi na rafiki zangu tuligraduate 20 years back. Because we met first time 20 years back because we met in college in the year 1999. Ndio tulikutana college. Sasa tukakutana sasa baada ya siku chache. Nikaona mwingine amekuja na Nissan Note. Nikaona mwingine amekuja na Toyota Corolla.
Nikaona mwingine amekuja sijui na gani. Wote wanakuja na mwingine anakuja na pikipiki ile inaitwa TVS. Kila mtu anakuja katika style. Mwingine na kitambi, mwingine ameongeza, mwingine sijui amefanyaje, mwingine sauti imeongezeka, mwingine wamekuwa weupe, mwingine wale walikuwa wanakuja na nywele mbiliginyiko shule ya wanaangusha hivi wanaangusha. And we were looking better than we were. Hata tukatoa picha zile tulipiga, hata mimi yangu nikajiangalia when I was in college. Nikaona mashavu yamekutania hapa katikati ya mdomo. Hii imeingia na hii imeingia. Taabu zilikuwa nyingi. Lakini asante kwa Bwana. Maana hatuko vile. Hatuko vile tulivyokuwa. Na hata wengine mlioniona nikija hapa siko vile. Na wewe utakapopatana na marafiki zako baada ya siku nyingi wasikupate vile ulivyokuwa. Na si tubarikiwe tu, lakini ubaki katika baraka. Inafaa ukibarikiwa usinyamaze, usilale, endelea kusimama imara, endelea kubishana, endelea kupiga vita, ubaki mbarikiwa. And realize one thing, the secret of victory is not being the leader once, it is remaining at the top. Mimi niwahi kuwa number 1, niliwaambia story. Niliwaambia story. Mimi nilikuwa class 6. Nikakuwa number 19. Nikalia mpaka nikataa ugali. Nikarepeat. Nikitaka kuwa number 1. Na nikarepeat class 6 na nikakuwa number 1. Wakaniita parade. Waende kunipatia zawadi ya number 1. Nilitembea pole pole. Watu wajue ni mimi. Nilitembea pole pole. Watu wajue ni mimi, nilikuwa ni confused. Mpaka nikafika mbele nikapewa zawadi tena, natoka kwa pole pole. Napita katikati ya assembly. Wajue ni mimi. Alafu nikaenda kulala usingizi. The following time, kumbe kuna watu wamenikeshea. The following time I came out number 30. Number 30. And the whole class laughed. And I was embarrassed. And I looked down. And I realized winners don't depend on yesterday's victory. They work every day for the next victory. You're serious. Kila siku tunafanya kazi kwa ushindi unaofuata. Hatutegemei ushindi wa jana. Ukipata mume hapana sasa nilipata siku hizi tuko tulishapatana. Endelea kujipaka mafuta. Endelea kumuita beningani. Endelea kumuita sausage. If you can. Continue doing what you can do to maintain the blessing. Because many people get blessed, but they don't keep the blessing. The reason why Israel is fighting is so that they keep the blessing. Ukisoma pale tumesoma 2 Chronicles chapter 20, angalia maombi ya Joshua alipokwenda mlimani. Alisema wewe Mungu, si wewe uliyepasua bahari ya Shamu. Si wewe uliyewaangusha maadui jangwani. Si wewe uliyetupatia nchi hii ukasema tutakaa hapa milele. And I want to tell you, every time you go before God, remind Him that when you blessed me, you said I will be blessed forever. Yes. Tell the devil I'm not about to leave my position of blessing. I will remain there because that is where God assigned me. Na mimi nazungumzia jamii ya Mungu wa Kristo wakifunguliwa macho kuona kwamba Mungu aliwaita wabaki mahali pa baraka. Watafanya kazi kila siku. Amen. You must labor daily to maintain your position. To preserve the blessing. Inua mkono wako sema haleluya. Haleluya. Nitaje mambo matatu tunayoyapata katika kitabu cha Yuda. Kitabu cha Yuda tunakutana na Yuda mtumishi wa Mungu. Anasema mimi Yuda mtumishi wa Bwana. Hebu sema mimi Yuda. Mimi Yuda. Yuda is not referring to any other person as the servant of God. He says me, the servant of God. And I declare to you, you are the one appointed for the season of battle. Amen. You are the one appointed for the war. Hakuna mwingine atapigania hiyo vita. Hakuna mwingine atapigania hiyo wajukuu yako. Hakuna mwingine atapigania hiyo watoto yako. Hakuna mwingine atapigania hiyo elimu yako. Hakuna mwingine atapigania hiyo ndoa. Hakuna mwingine atapigania hiyo kazi. Hakuna mwingine atapigania hiyo familia yenu. Hakuna mwingine atapigania victory inayokuja. Ni wewe ujitokeze. Yuda anasema mimi Yuda mtumishi wa Bwana. Amen. Hasemi anything, anasema ni mimi. If you ask for a servant of God, I am the one.
If you ask for the soldier, in this battle, I am the soldier. If you ask for the person God has entrusted with the blessing, I am the person. And I want to tell you every time you get out of this church, know that you are the one. You are the one. Wewe ndiye Bwana ametenga. Wewe ndiye Mungu ameteua. Wewe ndiye Bwana amethamini na resources. Wewe ndiye Mungu amechagua kwa challenge ya season hii. Yes. I try to imagine kama wanajeshi wa Kenya, Museveni atakuja kutuingilia hapa. Alafu wanajeshi wetu wa Kenya waseme, "Mjitetee." Mjitetee. Na wao ndio wamepewa bazuka, wao ndio wamepewa machine gun, wao ndio wamepewa skill. Nani atakayetupigania? Tutakapoingiliwa, hao ndio wanafaa kutoka. Ndio sababu mnapotoka hapa kwenda kutetea Raila, polisi wanatoka, maana hakuna mwingine atakayetoka kufukuza nyinyi mrudi nyumbani. Wao wakikaa maduka zibomolewe, tutalaumu hao. Wakiwacha muende Nairobi mvunje supermarket muibe chips za watu na sausage, ni wao tutalaumu. Mtu ambaye asipoachilia askari wafanye kazi, ni yeye tutasema amelalia kazi. Maana yeye ndiye amepewa mandate na resources ya kumwagia nyinyi maji mpaka mrudi nyumbani. Mkiimba Raila mnamazishwa. Unga mkono wako. Hapo siongei siasa, lakini nasema wao ndio wamepewa mandate. Vivyo hivyo wewe ndio umepewa mandate ya kukanyaga nge na kukanyaga nyoka na kukanyaga shetani. Wewe mwana wa Mungu, wewe mtoto uliyezaliwa kwa uzao wa kiroho, ndio umepewa mamlaka ya kunyamazisha ngome, ya kunyamazisha nguvu, ya kunyamazisha mapepo. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili mlango wa 10 mstari wa 5, inasema silaha tulizonazo zina nguvu katika Bwana hata kunyamazisha kila ngome na kuharibu kila nguvu na kuteka nyara kila roho zinazoweza kujiinua kinyume na elimu ya Bwana na kuzitiisha chini ya miguu ya Yesu. Natangaza kwa jina la Yesu, kama familia inateseka, ni wewe utasimama kwenye laini ya vita. Kama mzee amelemewa, ni wewe utasimama kwenye laini ya vita. Kama wazazi wamefinywa na mapepo, ni wewe mtoto utasimama kwenye laini ya vita na useme, I am taking authority. I am taking my position. I am declaring nobody else will fight. I am the servant of God. I am the one appointed. I am the one set apart. I am the one appointed for the season. And I declare in Jesus' name, you must know that you are the one appointed for the time. If you don't take charge, if you don't take charge, who will not take it on your behalf? Yes. If you don't take charge, not even your governor, they have enough problems. Hata mliona juzi wanakimbiza Waithuri. Hata mliona Sonko siku hizi amekuwa raia. Hawezi chukua mandate ya kiroho Nairobi kwa niaba ya kanisa. Sisi ndio tunafaa kuchukua mandate ya kiroho. Asubuhi teka Nairobi. Paka hiyo kampuni, hata kama ni Muhindi anayeabudu sanamu na tawala hiyo kampuni, muweke chini ya miguu ya Yesu. Ukitokea kwa mlango anakuangalia na favor. Ukitokea kwa mlango ya kampuni anakuangalia na favor. Mfalme Ahasuero alikuwa aabudu Jehova. Acha niwaambie ukweli. Ni Esther alikuwa ameokoka. Ahasuero alikuwa hajaokoka. Alikuwa ajui hata Mungu. Alikuwa ajui Mungu ndio sababu aliambiwa, sisi tunasema wazee wa Uajemi tunasema wacha bibi yako chukua hiyo bibi. Alifanya kwa maana alikuwa subject to the systems and the idols of Persia. Lakini Esther ameletwa ndani kama mtumishi wa Mungu. Ameolewa na gaidi. Esther, msichana wa kiroho, ameolewa na gaidi. Wanamwambia tunaenda kufa, wanawake wanaenda kupitisha sheria tukufe wote. Anasema, what do I do? Nendeni mkafunge siku 3. Na mimi na jeshi na wajakazi wangu tutafunga siku 3. Kisha nitaenda mbele ya mfalme kinyume cha sheria. The Bible says she went before the king against the law. When she went before the king, the gods of Persia could not speak. When she went before the king, the idols of Persia could not speak. When she went before the king, the authority of the kingdom could not work. The Bible says immediately she went, the king looked at her with favor. And the king said, what do you want, my queen? Even a half of the kingdom I'm going to give you. Mfalme anapeana nusu ya ufalme hata kabla Esther aongee.
maana ameongea na Mungu. Ukiongea na Mungu, nataka kukuambia ukweli, nusu ya ufalme wa kampuni. Some of you will make decisions. Some of you will be consulted by the owners of the company before they employ anyone. They would ask you to, wengine wenu wamuulizwake kama mna mtu mnapeleka kazi, kwa sababu mnakaa pia magaidi. Ndio sababu mtu wa kampuni hawezi kuuliza una mtu vile nimekuona una mtu. Ndio sababu kuna vijana hapo wanaumia hawana kazi, na kuna watu hapo ambao wana sauti. Kwa sababu mahali mlipo hamuongei msikiki. I want you to subject your company to the leadership and the authority of Christ. Biblia inasema Esther aliambiwa hata nusu ya ufalme nitakupa. Biblia inasema sitaki mingi mzee, kuja tu kule ugali. Kuja tu fiambe sembe. Mfalme anasema nakuja. Ai mama, asante. Sema unataka nini nikupe? Enda ukuja na hama nikupatie ugali tena. Anaenda nakuja na hama napewa tena sembe mara ya pili. Mama sema, because the kingdom of heaven is commanding him to delegate and to relinquish authority to the person that is rightfully owning authority in the kingdom. Whom it was Esther leading the kingdom, though she was just a queen. And I want to declare to you in Jesus' name, take up your place. Judah, the servant of God. And I want you to declare, Gulanya, the servant of God. Edwin, the servant of God. Eric, the servant of God. If you are looking for a servant, you will find him nowhere. I am the servant. And you should be the servant of God. The Bible says, Judah, the servant of God, to the people sanctified of the Lord. Hallelujah. Kuna mambo matatu ambayo yamefanyikia hawa watu wenye jamaa naandikia. Jambo la kwanza, wametakaswa na Bwana. Mimi nataka kuambia umetakaswa na Bwana. Hey, umetakaswa. Bwana amemwaga damu, amepeana Roho Mtakatifu, amepeana Yesu ili utakasike, ufanye makusudi yake. So once you are in the Lord, you are not too dirty to do anything. My Jesus, I wish you knew if you are in the Lord, you are sanctified to serve. Amen. You are sanctified to carry the name of Jesus. Lakini bila huyu Yesu, kuna vitu hatutapata. Kuna vitu hatutapata tusipojua kwamba tumetakasika. Tumetakasika na Bwana. Yuda anasema nawaandikia ninyi ambao mmetakasika na Bwana. Jambo la kwanza, mmetakasika. Jambo la pili, mumeitwa. Amen. Mumeitwa. Na jambo la tatu, mumehifadhiwa. Amen. The Bible says you are sanctified, called and preserved for Jesus. Amen. The Lord has called you. And I want to thank God because you are called. You came because He called you. Umekuja maana uliitwa. Bwana amekuita. Na wewe ndio unafaa usimame kwenye uwanja wa vita. Amen. Tupa silaha. Hapana inama. Hapana koroga mkorogo pamoja na wale wanaojikoroga maishani. Watu wakilamba sakafu na wewe unalamba. Watu wakikaa wajinga unakaa mjinga na wao. Watu wakilalamika unalalamika na wao. Watu wakicomplain unacomplain na wao. Wakiteta kisiasa unateta na wao. Hii hatutawahi faulu. Hii hatutawahi faulu. Hii uongozi ni akina nani? Peleka mbali ujinga. Wewe pia kama unaweza tawala kama mtu wa Mungu. Simama mahali unapopaa kusimama. Na season hii, mimi nizungumza na season hii. Kanisa likijua position yake, kanisa linaenda kutawala nchi. For a season before Jesus comes. Kutapatikana viongozi watakaoita maombi. Na si maombi ya ujuaji. Kutapatikana viongozi katika nchi na katika dunia ambao hawa watu wameitwa na Mungu. Na wao umeitwa. Wametakasika. Na wao umetakasika. Damu ya Yesu imekusafisha. Damu ya Yesu imefanya nini? Imekusafisha. Na kama huna hakika umesafishwa na damu ya Yesu, rudia Yesu utakasike. If there is anything ukiangalia unaona niko mchafu, siwezi inua mikono, niko mchafu, pelekea Yesu utakasike. Amen. Kama kuna kitu ukiangalia unaona hili linanisuia, hata ningekuwa prophet, lakini hii kitu pia takasika, pelekea Yesu utakasike, waze mtabiri. Amen. Be sanctified because the provision for sanctification has already been given. And number 3 is that you are preserved.
That's why you are not dead by now. You are preserved for the Lord. Bwana amekuhifadhi. Hallelujah. Bwana amekuhifadhi. Amekuhifadhi kwa nini umeitwa? Kwa nini umetakasika? Kwa nini umehifadhiwa? Ili uendelee kupiga vita. Sasa Yuda anasema ni vita gani sisi tunapigana? Israeli walikuwa wanapigana wapate ahadi. Na jambo la pili, wailinde hiyo ahadi. Sisi tunapigania nini? Tunapigania imani. Amen. Kanisa linapigania nini? Imani iliyokabidhiwa watakatifu. Amen. Sio imani tunayoona. Piganieni imani iliyokabidhiwa wa Kristo. Sio imani ya vitambaa ya yellow. Sio imani ya kukunywa anointing oil. Sio imani ya kumwagia anointing oil sukuma wiki kwa shamba. Sio imani ya kununua maji matakatifu. Sio imani ya bakora ya Musa. Sio imani ya 310. Sio imani ya mwizi anayefukuza mke anaoa pili na anaendelea kutabiri. Imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Contend for it. Because we are losing the faith. We are getting something else. Contend for the faith. Fight to remain a believer. Yes. Kama Mungu alikwambia tuinue mikono, there is now the placement for lifting your hands. Hakuna kitu kingine. Hakuna. There is nothing too modern. So that you cannot kneel down and tell me you are a modern Christian. That's why you don't kneel. Wewe upigani magoti. Uombi ukipiga magoti, wewe unasema wewe ni modern. Ulilie Bwana, lipstick itaharibika. Na Q-tex, na eye pencil. Siwezi lia ndani ya kanisa nitapoteza ungwana. I'm too educated to cry before God. Who told you? Even Jehoshaphat with his royalty cried before God. The faith that was committed to the believers once and for all. There is nothing to replace that. There is nothing to replace that. It works. Lifting hands works. Bowing down before God works. Crying to Him works. Hallelujah. Hallelujah. Kumulilia Mungu nafanya kazi. Days of fasting work. Anasema hii ni modern. Hii ni modern. Because kula siku mbili utakufa. Hii siku hizi hii mili hii itakufa. Nini itakuua? Na sizungumzi kuhusu postponing to eat. Unakosa kula lunch tunaomba alafu unajaza ugali jioni. It's talking about fasting. Denying yourself for the sake of seeking God. No, inua mkono wako sema hallelujah. Hakuna kitu replace your fasting works even now. If the people of God will deny themselves and fast, God will move marvelously. Kneeling down at night and praying works. Kesha for believers works. Praying together as a family works. Hiyo ndio imani tuliyokabidhiwa. Kutubu dhambi it works. Anaambia mimi hapo you are too modern for anything. Unainua hivi. You raise me up. You raise me and you do things. Some of them do not fit in. I pray in the name of Jesus that we will know the faith that was committed. Jesus was in the mountain praying. 40 days and 40 nights he was fasting. The Bible says early in the morning he woke up to pray as it was his norm. Kwa naamuka mapema kwenda kumtafuta Bwana. It works. Contend for the faith. Amen. Contend for the faith. Amen. Believers come out and contend for the faith. Amen. Jitokezeni tupiganie imani, tumieni nyumba ya Bwana. Tumieni nyumba ya Bwana. Mungu wa majeshi atutemeshe. Hallelujah. 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 Anatuagiza kumbe ni sisi Bwana ameteua kwa ajili ya vita hivi. These days when things are happening and homosexuals are crying all over, it is you that is supposed to fight it. Fight it in prayer. Fight it with the word. Fight it. May the Lord give you grace to fight every battle. Maana there is nobody else that will take the position of God. Simama imara, jamii yako ipone. Simama imara, biashara yako ipone. Simama imara, certificates zako ziwe za maana. Because there are other hundreds of thousands who have A like you, who have a master's degree like you. May the Lord give you grace so that your master's degree will be relevant and helpful. Yes. We have thousands who are graduating every year.
Some of them get lost in the field and we don't see them anymore. May the Lord give you grace so that with the Lord, your master's degree will make a change. Amen. It is not only the queen's position that made Esther influential. It is 3 days of fasting. It is loving the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Angekuwa labda mtu saizi Mluya angesema bwana yangu ni mfalme. Ati mesema kama ni amesema mimi ataniona. Ataniona naenda saa hii. Hiyo mtu tutamwaipisha kama tangaza. Unaenda kutangaza nani? Esther alisema kwenda siku 3. Enda ukaombe. Na mimi na wajakazi wangu tutaomba siku 3. Nitakwenda mbele za mfalme kinyume cha sheria. Alipokwenda mbele za mfalme, mambo yalibadilika. Nazungumzia jamii ya Bwana, mambo yanabadilika. Tukisimama mahali petu pa imani, mambo yanabadilika. Biblia inasema katika Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10 verse 36 and 37, but my righteous one shall live by faith. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Romans chapter 10 inasemaje kuanzia verse 6 there? Mtu asiseme nani atakwenda mlimani amlete Yesu tumwamini, ama nani atakwenda kuzimuni amuinue Yesu tumwamini. Neno liko pamoja nanyi, nalo ni neno la imani tunalolihubiri. Mtu akiamini moyoni mwake Mungu alifufua Yesu kutoka kwa wafu na akili kwa kinywa chake Kristo ni Bwana, ataokoka. Maana kwa moyo mtu huamini akahesabiwa haki, na kwa kinywa ukiri atakaokoka. Maana kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Kumbe ni imani inayokwenda kutingiza milima. Biblia inasema ikiwa utaamini na usiwe na shaka, utaambia mlima huu ondoka ujitume baharini, nao utaondoka. Kumbe mwenye haki ataishi kwa imani. Piganieni imani hiyo. Piganieni imani waliokabidhiwa utakatifu. Kanisa la Mungu lisimame kwa imani, na malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Kwa jina la Yesu. Bwana anabadilisha mambo. Bwana anabadilisha hali. Bwana anageuza mambo. Maana tumesimama mahali petu pa vita. Bwana majeshi atubariki. Bwana majeshi atutende mema. Bwana majeshi atutie nguvu. May the Lord strengthen the church again. May the Lord empower the church again. May the Lord revive our faith once again. May the Lord commit faith unto us. We want to believe in Him at all times. And the Bible says, I know 2 people to whom nothing is impossible. 2 people to whom nothing is impossible. The Bible says there is nothing impossible with God. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. And also the Bible says nothing is impossible to them that believe. If you believe, nothing is impossible. Pokeeni baraka zenu. Pokeeni fanaka yenu. Pokeeni neema ya kusimama. Pokeeni neema ya wanajeshi. Pokeeni neema ya vita vya kiroho. Pokeeni neema ya kusimama katika pengo la kanisa. Mungu awapanueni. Mungu awaongezeni. Mungu awapeni neema. Bwana wasimamishe tena. Kanisa la Bwana, you are the one. Kuza kifua chako. Ita jina lako. Sema kwa mtumishi wa Mungu. Haona mtumishi wa Kristo. Haona mtumishi wa Bwana. Wewe ndiye mwanajeshi wa imani. Simama katika pengo lako. Yafanye mapenzi ya Mungu. Piga vita vya imani. Tetea baraka zako. Endea urithi wako. Fukuza adui kwenye urithi. Bwana akupe neema. Mapepo yasikusongee. Mapepo yasikunyamazishe. Kinywa chako kikuletea ushindi. Imani yako ikuletea ushindi. Maombi yako yapasue miamba. Imani yako isongeze milima. Hallelujah. Glory to Jesus. May the Lord give you grace so that your word will push back the enemy. Your word will displace the devil in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Shakatana Baboshirima. Oh, Pakatoriama Sole Bekema Boyani. Oh, Basheke Poriama Sakayama. Lesokoriama Tenebo Zayala. Lesolebo Koteriamo Zaya, King of Glory. Pinoshebe Yotobo Zaya, Lord. We give you praise. Somebody lift up your voice. Somebody lift your hands to God.
Inulie Bwana moyo wako. Ni wewe ndio Bwana amechagua kwa sababu ya majira haya ya changamoto. Ni wewe utakayepimana, ni wewe utakayesimama, ni wewe utakayesimama kwa imani. Ni wewe Mungu atatumia, ni wewe Mungu atapata mafuta, ni wewe Mungu ametenga kwa kusudi la majira haya. You are the one that should go for victory. You are the one that should go for success. You are the one that should go for the breakthrough. In the name of Jesus. Inulia Bwana sauti yako na mikono yako na moyo wako. Mwambie Bwana atende. Mwambie Bwana akuinue. Mwambie Bwana akutendee. Mwambie Bwana akufungulie milango. Mwambie Bwana akutendee miujiza. Mwambie Bwana akutendee ishara. Mwambie Bwana akuinue. Mwambie Bwana akufungulie milango. Mwambie Mungu akutendee mema. Mwambie Bwana akuinue. Mwambie Bwana akufungue. Mwambie Bwana akushinde. Mwambie Bwana akusimamishe. Wewe Bima yokotorobosha. Bima sherebosha. Siku ya robosha. Bima sheketorobosha. Bika sheketorobosha. Bima sherebosha. Bika yorobosha. Bima yorobosha. Jesus. We give you all you want. Bima sheketorobosha. Bima sheketorobosha. Bima sheketorobosha. Bima yorobosha. Father, empower us. Lord, anoint us anew. Father, anoint us afresh. Father, anoint us anew. Lord, revive our hearts. Lord, revive our lives. Lord, anoint us anew. Lord, release your power. Lord, release your spirit. Lord, release your favor. Lord, release your spirit again. In the name of Jesus. Revive our faith. Revive our faith again. Holy was